Naomba tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ninakushukuru. Asante kwa neema ya kutuwezesha kuona siku hii na muda huu na saa hii. Asante kwa kibali chako cha kuniwezesha kusimama hapa katika siku hii ya muhimu sana. Najikabidhi mikononi mwako na mkutano wote huu na ukabidhi mikononi mwako. Karibu ukatawale. Uzungumze nami, uzungumze na kila mmoja aliyeko mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Haleluya. Tumependeza sana. Kanisa linapendeza na imekuwa ni baraka kuweza kupata kibali. Kwanza kabisa ni washukuru baraza la kanisa, viongozi, wachungaji ambao wameona kwamba naweza nikasimama katika siku muhimu kama hii ya leo. Najua kwa akili zangu na mawazo yangu nisingeweza, lakini Mungu anayesaidia wanadamu wote na mimi leo ameniona ili niweze kusimama na kuleta ujumbe wa leo. Haleluya. Leo ni siku gani jamani? Pastors Appreciation Day. Na pale tumeambiwa Jumapili ya kuwashukuru wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na wakati mzuri ibada ya kwanza na nimeshangaa Roho Mtakatifu. Pale alipoishia mtumishi wa Mungu ndipo ninapoanzia, kutokana na jinsi nilivyomuomba Mungu akanipa ujumbe kwa ajili ya siku hii muhimu sana. Haleluya. Ujumbe wa neno la leo ni heshima maradufu kwa watumishi wa Mungu. Heshima maradufu kwa watumishi wa Mungu. Mada kuu itakuwa ni kwa nini kanisa linapaswa au tunapaswa kuwaheshimu, kuwainua na kuwategemeza wachungaji wetu. Hiyo ndio mada kuu. Inawezekana unajiuliza, mambo haya yako kibiblia? Yakoje? Kwa hiyo tutakwenda kujifunza pamoja kutokana na hiyo mada kuu. Tutakuwa na vifungu vya kutosha vya kurejea mada yetu hii, na watu wa media nisaidie viandike hivi mahala fulani afu mtakuwa mnavionesha. Mimi nitakwenda kwa haraka sana kutokana na muda wetu. Kifungu cha kwanza tutakachosimama nacho ni 1 Timotheo 5 mstari wa 17. Kifungu cha pili tutakachosimama nacho ni Waebrania 13:17. Kifungu cha tatu ni Mathayo 10:40 hadi 41. Cha 4 Yeremia 3:15. Na kinachofuatia na 2 Wafalme 4 mstari wa 8 hadi 17, na 1 Wathesalonike 5:12 mpaka 13, na mwisho Waebrania 13:7. Narudia tena, watu media naomba tuende pamoja. Kifungu changu cha kwanza ni 1 Timotheo 5:17, Waebrania 13:17, Mathayo 10:40 hadi 41, Yeremia 3:15, na 2 Wafalme 4 mstari wa 8 hadi 17, na mwisho lakini sio mwisho kabisa 1 Wathesalonike 5:12 hadi 13, na mwisho Waebrania 13:7. Na ujumbe wetu pia utakuwa na sehemu kuu 5. Na kila sehemu naamini kwamba Roho Mtakatifu atanisaidia ni tuweze kuitendea haki. Ya kwanza ni utangulizi. Ya pili, kwa nini heshima maradufu. Ya tatu, mfano wa mwanamke Mshunami. 4, namna 5 tunavyoweza kutoa heshima maradufu, na mwisho hitimisho. Haleluya. Narudia tena mgawanyiko wa ujumbe wetu. Utangulizi, kwa nini heshima maradufu.
3, mfano mwanamke Mshunami. 4, namna 5 tunavyoweza kutoa heshima maradufu, na 5 itakuwa ni hitimisho. Nadhani tuko pamoja. Biblia inafundisha kwamba wachungaji wanajitabisha katika kufundisha na kuhubiri, hivyo wanastahili heshima maradufu. Hii heshima si ya kawaida, bali maradufu. Hilo neno linatuagiza hivyo ni 1 Timotheo 5:17. Hii ni heshima inayoonekana katika njia ya jinsi tunavyowatambua, tunavyowapenda, na jinsi tunavyoweza kusimama nao kuwasaidia wachungaji wetu. Basi kwa hayo naomba wote tusimame. Wote naomba tusimame. Alafu tufungue 1 Timotheo 5:17. Wote wenye Biblia tufungue 1 Timotheo 5:17. Nadhani watu wa media nimewambia mapema mtakuwa mmesha projekti 1 Timotheo 5:17. Basi twende kusoma wote. Mkutano wote tusome 1, 2, 3. Turudie tena. Haya, mmefanya vizuri, jipigie makofi. Sasa baada ya kufanya vizuri, naomba tufanye hivi. Pale kwenye wazee weka wachungaji, kwa sababu theme yetu leo au muktadha wa siku ya leo ni wachungaji, na wazee ni wachungaji, ni wazee. Katika baraza mchungaji ni katika baraza ni namba 1. Ndio maana neno linasema wazee. Lakini sasa hebu tuende kwenye theme yetu, tuseme wachungaji badala ya wazee. 1, 2, 3. Basi tukae. Angalau tumeweza kushirikiana pamoja kuangalia mstari huu ambao umeweza kunipa neema ya kupata ujumbe ambao nakwenda kushare na ninyi. Mstari huu una sehemu kuu 3 ambazo nitakwenda kuzieleza, alafu utaona kwa nini hapa nimeweza kupata ujumbe wetu wa siku ya leo. Inamaanisha kwamba katika ile sehemu ya kwanza ya ujumbe huu inasema wachungaji watawalao vyema au wazee watawalao vyema. Ni ina maana gani tunapoangalia mstari huu ambao unatueleza kwamba wazee au wachungaji watawalao vyema? Maana yake ni nini? Inamaanisha kwamba viongozi wachungaji ambao wanaweka utaratibu, wanaweka utawala, wanaweka mwelekeo wa kanisa. Sifa hizi ni dhahiri kwa kanisa letu. Bwana asifiwe. Wanaweka utaratibu, wanaweka utawala na mwelekeo wa kanisa. Kwa sababu neno hili ni dhahiri kwao au kwa viongozi wetu, nimeweza kuchambua mambo machache ya kudhihirisha haya. Katika kanisa la Kana tunayo WhatsApp group ya viongozi wote. Nimeangalia asubuhi kabla ya kuja hapa. Ina viongozi 72. Hiyo naona ni utaratibu umewekwa. Tuna connect leaders 45. Ni utaratibu umewekwa. Tuna viongozi upande wa idara ya DRD 8. Walimu wa maandiko wako 21. Kana 25 miliki na kutawala
Nimeangalia asubuhi ina watu 195 au simu 195 kanisa zima, na kuna admin wale wa kuweza kuingiza majina na kutoa watu 11. Je, wewe mshirika mwenzangu, sijui uko katika kundi gani? Viongozi wetu wameweka utaratibu hii ili kuweza kufanya mambo yaweze kwenda vizuri. Na wewe kama mshirika mwaminifu, sijui uko katika kundi gani? Unaona utaratibu umewekwa ili kusaidia utawala, utaratibu wa kupelekeana habari mbalimbali. Wewe upo sehemu gani? Kuna vitu vinaitwa simu janja. Hebu tuone wenye simu janja. Simu janja inua. Au sijaeleweka? Kumbe ndio vizuri kuuliza maswali Jamani, nimesema simu janja ni zile mnaita sijui zinapiga picha, unaangalia internet, unaangalia matukio mbalimbali magazeti, zile zinaitwa simu janja. Zile nyingine sijui niliambiwa jina nimesahau. Kuna aina nyingine ya simu ambazo hazipokei hayo. Sasa wenye simu janja naomba muinue mkono. Hizo simu janja zikusaidie kuwepo katika grupu moja wapo. Na wale ambao wana simu janja, Mungu awasaidie muweze kupata simu janja. Zinatusaidia, zinawasaidia viongozi wetu kuweka taratibu, kuwasiliana na sisi, na mambo yote yanaonekana kufanyika sawa sawa na andiko hili ambalo nasema wazee wafanyao nini? Watawalao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kutawala. Niingie sehemu ya pili ambayo ni hasa wale wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Hizi ni sifa za viongozi wetu. Inawezekana si rahisi kuyaona haya, lakini hivyo ndivyo ilivyo, kwamba unapoona mambo yanafanyika mahali hapa, kuna mtu anajitabisha, kuna kiongozi anajitabisha, kuna kiongozi halali. Haya tunaomba siku ya leo tuweze kuyatambua. Wanajukumu wachungaji au kiongozi mchungaji kufundisha neno la Mungu kwa kina na kulihubiri neno lake. Wanafanya vizuri sana katika eneo hili. Mimi nikiwa mwalimu nasema ukweli, wako vizuri wachungaji wetu. Kiona mchungaji Hamuli anakaa hapa, si kazi ndogo. Mimi niliambiwa kama sijui siku ngapi zilizopita kwamba utasimama. Nimechukua muda kujiandaa, si kazi ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapopata chakula kizuri, hakijagoshiwa, ukipima unaona kimekaa viwango, kuna mtu amenya, amesota kwa ajili yako. Ndio maana ya neno hili. Sasa kama wao wanafanya hivyo, kama mchungaji wetu kiongozi anajitaabisha kwa ajili ya hilo, pia na sisi katika mstari huu kuna maandiko ambayo yanatutaka tufanye kitu ambao sasa huo ndio umenisukuma kwa ujumbe wa asubuhi ya leo. Haleluya. Katikati ya mistari hii kuna mstari unasema wanastahili heshima mara ngapi? Heshima mara ngapi? Si heshima ya kawaida, ni maradufu. Ungeweza kuieleza kwa maneno mazuri sana. Kwa hiyo ni heshima ambayo huwezi ukaipima kirahisi. Haleluya. Hiyo ilikuwa sehemu yangu ya kwanza. Sasa kwa nini heshima maradufu? Heshima maradufu kuna sehemu kuu tatu, nimezinyambulisha hapa, ABC. Ya kwanza, kwa sababu wanajitabisha. Tumeiona katika Timotheo 5:17. Wachungaji hufanya kazi kiroho, hufanya kazi kwa hisia za kimwili na kiroho, kuona kwamba mambo yanakwenda vizuri. Wanajitabisha. Wanajitabisha, si kazi ndogo. Alafu sehemu ya pili, kwa sababu wanazichunga nafsi zetu. Katika Waebrania 13:17 nimewaambia watu wa maandiko, nadhani mtaonyesha hapo. Waebrania 13:17 neno la Mungu linasema, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wana
wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wanakesha kwa ajili ya roho zetu. Kama watu watakaotoa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, kwa maana hiyo haitawafaa ninyi, haitatufaa kanisa, haitatufaa wanakana. Kwa hiyo kuna kitu wanafanya, lakini pia na sisi tumeambiwa kufanya mambo mawili. Wakati wao wanakesha, sisi tumeambiwa tufanye mambo mangapi katika mstari huu? Mambo mawili. La kwanza ni kwamba tuweze kuwatii hao wanaotuongoza. Tuwatii, tunyenyekee kwa wanaotuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Haya sio maneno yangu, ni Biblia imesema hivyo. Wakati wao huomba, wakati wao wanapoomba wanaona matokeo, katika mstari huu wanasema wanafurahi. Wakituombea wakaona mafanikio yako, wanafurahi. Wanasikia kwamba Mungu amewajibu, Mungu ametenda. Anapoona mtoto wako amefaulu, anapoona kwamba mtoto anakuja salama, wale wanaokwenda Benjamin kupata watoto, unashtukia, wanafurahi. Wanaangalia kwenye zile kundi letu la kanisa, utaona mchungaji tayari ameshika mtoto, utaona mchungaji amefanya hivi. Hiyo ni furaha, kwa sababu wana mzigo wa kukuombea mambo mema yaweze kuja katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa basi katika mstari huu, watii kwa sababu wanakuongoza, wanyenyekee kwa sababu wanakuongoza, ili waweze kuwa na furaha. Wasipokuwa na furaha, haitakufaa wewe wala haitanifaa mimi. Haleluya. Si kwa sababu heshima hufungua baraka za kiroho. Heshima hufungua baraka za kiroho. Hebu tuangalie maandiko katika Mathayo 10 mstari wa 40 hadi 41. 40 inasema kwamba awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Yeremia 3:15 anasema hivi, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na fahamu. Kwa hiyo wachungaji, au mchungaji wetu kiongozi ni mtu maalum, hakujileta yeye mwenyewe. Tunaona mstari huu wa Yeremia 3:15 unasema kwamba yeye Mungu, nani? Mungu ndiye kamleta hapa. Uwepo wapo hapa Kana, kuna mtu maalum Mungu amemleta. Ni kweli na wewe ni mtu wa heshima, lakini Mungu amemleta maalum mchungaji Dr. Joel Hamuli kuweza kuwepo mahali hapa kwa kazi maalum, kwa maono maalum, kwa wajibu maalum ambao ni makusudi ya Mungu ya kumleta mahali hapa. Sasa basi, tunapowapokea, tunapowatii, tunapowaheshimu, mstari huu unasema kwamba tunapata thawabu kwa kuwapokea. Haleluya. Kwa hiyo ukitaka thawabu, si lazima mpaka ufunge na kuomba, japokuwa kufunga na kuomba ni muhimu. Ni kuwapokea watumishi wa Mungu. Haleluya. Ni kuamini watumishi wa Mungu kile wanachofundisha. Twende sasa katika mfano jinsi ambavyo thawabu zinapokelewa. Mwanamke wa Shunami kama mfano wa heshima katika kumpokea mtumishi wa Mungu. Tutakwenda kusoma na tutaona na penyewe kuna mambo ABC na kuna mambo manne makubwa mahali hapa, kutoka ule mstari wa 8 mpaka 17. Katika maeneo haya mambo tutakayopata manne, kwanza
tutaona jinsi alivyothamini huduma ya mtumishi wa Mungu Elisha, akaitwa mtu mtakatifu wa Mungu. Ule mstari wa 9 tutakwenda kuona baadaye. Alafu akafanya maandalizi kwa ukarimu, alimwandalia chumba. Alafu sehemu ya 3, matokeo ya ukarimu ule tutakwenda kuona, na mwisho tunapata hilo somo. Hebu tusome kutoka hii sehemu ya 2 Wafalme, ule mlango wa 4:8 mpaka 17. Nitasoma. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu au Shunami, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Sikiliza hapo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Kila alipopita njia ile anaingia pale anakula chakula. Mstari wa 9, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. 10, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Hebu fikiria huyu mwanamke alivyomuona Elisha, akamkubali, akamtambua, akafahamu ya kwamba mtu huyu hakika ni mtu mtakatifu, mtu wa Mungu. Haleluya! Lazima tuwatambue watumishi wa Mungu. Lazima tuwakubali watumishi wa Mungu. Haleluya! Na kitu ambacho kilifuatia au maana ya maneno haya ni kwamba mwanamke huyu alimkaribisha Elisha kwa ukarimu, si kwa sababu ya faida, bali kwa sababu ya utambuzi kiroho. Aliona kitu ambacho wengine hawakuona, kwamba Elisha hakuwa msafiri wa kawaida. Kama nilivyosema, watumishi wa Mungu si wa kawaida, bali alikuwa mtu mtakatifu wa Mungu. Kisha yeye na mumewe wakajitolea kwa sadaka ya kuhudumu kwa ajili ya mtumishi huyu, chumba cha pekee cha mtumishi, kwa ajili ya kumpa faraja mtumishi huyu wa Mungu. Huu ni mfano mzuri wa heshima maradufu kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu au wachungaji wetu ni mfano mzuri sana. Alafu sehemu ya 2 tunaona matokeo ya kufanya tendo hili la ukarimu si ya kawaida. Tunaona Elisha aliona utumishi wa Mshunami. Mtumishi kamwona Elisha, na Elisha kamwona, huyu mama Mshunami kamwona Elisha kwamba ni mtu wa Mungu. Na Elisha alipokaa kwenye chumba kile na zoea kuja, akaona kwamba na huyu mama si mtu wa kawaida, ukarimu wake lazima ni ulipe. Haleluya! Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukivifanya kwa watumishi wa Mungu, viongozi wetu wataona na watafanya mambo ya kawaida. Sasa ndio tunayoona hapa katika 1 Wafalme 4 kuanzia 11 mpaka 13. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa majeshi au wa jeshi? Yule mwanamke akajibu, ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Hilo ndio lilikuwa, hakuwa na kitu ambacho anakifikiria. Akasema, mimi ninakaa katikati ya watu wangu mwenyewe, nina amani, ninaishi na watu wangu mwenyewe. Maana yake ni kwamba aliona ukarimu na utumishi wa mwanamke huyu, alimpa, akataka kumlipa Elisha. Na hivyo alikuwa anafikiria vitu vya kidunia vya kumlipa, kwamba kuna viongozi wa serikali, kwamba kuna viongozi wa majeshi,
Inawezekana huku kuna kitu hapa na pale alionewa. Ngoja sasa nitaweza kukusemea. Maka huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, anasikilizwa kuanzia juu mpaka chini. Haleluya. Kwa hiyo akasema, wewe tusema hitaji lako. Labda una kijana fulani unataka apate kitu fulani. Lakini yule mama mawazo yake hayakuwa huko. Kwa sababu yeye alikuwa anaishi mwenyewe na mume wake ambaye alikuwa ni mzee. Hakuwa hata, inawezekana alishaomba sana kwa ajili ya kupata mtoto, mpaka akafika mahali pa kukata tamaa, na akajiona kwamba ataishi mwenyewe na ataendelea kuishi mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika sehemu hii tunaona sasa, unapowatumikia watumishi wa Mungu, si kwamba umewatambua tu. Kuna neema Mungu anawaonyesha, anatambua pia yale mnayoyafanya, jinsi mnavyowapokea, jinsi mnavyowakubali, jinsi mnavyowategemeza, jinsi mnavyowasaidia, jinsi mnavyowabebea mizigo. Ni wanadamu, wanafahamu. Na kwa sababu wanamtumia Roho Mtakatifu, anafundisha na kuwafunulia hata yale mambo ambayo wakati mwingine hamkuweza kuyasema waziwazi, wanaponena mpaka mambo yanafunguka. Hebu angalia sasa matokeo ya utambuzi huu. Katika ule mstari wa 14 mpaka 17 tunaona ukarimu wa pili sasa. Ahadi ya mtoto unakuja kwa huyu mama. Katika 2 Wafalme 4:14 mpaka 17 akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, mwite. Akamuita, naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo, sema panapo, wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimewahi kusikia wahubiri wengi sana wanatumia mstari kama huu, kwamba wakati majira kama haya utapata hiki. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yakinenwa na mtumishi wa Mungu inakuwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona huyu mama, kwa sababu aliweza kujitoa, kwa sababu aliweza kumheshimu Elisha, tunaona hatimaye aliweza kupata mtoto. Kwa hiyo sasa hapa tunajifunza nini? Yako mambo kadha wa kadha, lakini tunaona kwamba heshima na utambuzi tunaofanya kwa watumishi wa Mungu unatusaidia, si faida yao tu, unatusaidia sisi wenyewe. Haleluya. Tunapoheshimu watumishi wa Mungu ni kwa faida yetu. Alafu tumejifunza kwa mwanamke huyu kwamba hakutumika kwa ajili ya cheo, hakutumika kwa ajili ya vitu vya duniani, alivikataa mpaka akaweza kuonyeshwa hitaji lake lilo sahihi. Unajua wakati mwingine tunaweza tukaomba hatujui hitaji lilo sahihi. Lakini tunapotanguliza mambo ya kimungu, kuna mambo ambayo Mungu anafanya, na tunapotimiza maandiko haya ambayo tunaambiwa kwamba tuweze kuheshimu, heshima double, tunafanya jambo la kimungu. Na Mungu ana uwezo wa kuleta neema isiyokuwa ya kawaida katika maisha yetu. Sema haleluya. Amen. Sasa nikwambie namna 5 za kuweza kuonyesha kwamba upo pamoja na watumishi wa Mungu. Namna 5 au jinsi 5 za kuonyesha wewe uko pamoja na watumishi wa Mungu. Ya kwanza ni kupitia heshima, kuwasikiliza, kuwaheshimu katika maamuzi yao. Hata pale tusiposikia mara moja kuwa tunakubaliana nao. Kuna mstari katika Waebrania 13:7 unasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo hao, ingeni imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mstari ni kwamba inabidi tuweze kuangalia watumishi wa Mungu. Mfano mwingine hapa nakupa. Utaratibu wa mchungaji Dr. Hamuli wa neno na ibada nyumbani kwake. Umewahi kusikia? Umesikia jinsi anavyoomba? Umefanyia kazi? Anasema tuwaige. Njia moja wapo kuheshimu ni kuwaiga hayo mambo anayofanya. Yako kibiblia. Unasikia?
Ninapokunyoshia kidole vingi hapa vinanyoshia mimi. Usije ukasema unasikia ndugu? Unanisikia Vingi vimegeuka kwangu, si ndio Lakini nimekuambia kwa kidole kimoja. Iga mambo mazuri. B, kupitia maombi. Swala la pili la kuweza kuonyesha huko pamoja, kuwainua kila siku au kila mara iwezekanavyo katika maombi kwa ajili ya nguvu, ulinzi na familia zao. 3, kupitia msaada ambao tunaweza tukasema wa kimwili au mambo yanayohusiana na physical things. Kwa mfano msaada wa kifedha. Katika hiyo 1 Timotheo 5:17 inasema maradufu. Maradufu hiyo inaweza ikawa na maana nyingi sana, likiwepo hata kifedha. D, kupitia umoja na uaminifu. Kuwa na uaminifu kwa maono waliopewa na Mungu. Watie moyo kwa kuhudhuria katika wito kadiri anavyokuita, kadiri uwezavyo. Kuna wito mbalimbali. Unaambiwa jamani, ukija Jumatano tunajifunza pamoja neno la Mungu. Ukija Ijumaa tunafanya maombi. Ukija asubuhi kama ni ibada ya kwanza endelea mpaka Sunday school. Kama ni ibada ya pili anzia Sunday na Sunday school. Haya ni mambo yameweka utaratibu. Ukizoea kuwa mtu wa utaratibu, nakwambia utapata faida. Kuna mfano mmoja ni uruka, nadhani nitaka kuonyesha utaratibu unavyoonyesha, nitawaambia ninapomaliza. Kupitia umoja, uaminifu, kupitia ulinzi, kuwalinda wachungaji. Maana yake ni nini? Dhidi ya uvumi, minong'ono, maneno ya kejeli, mashambulizi ya kiroho na ya kijamii. Kuna mambo mengi yanaendelea huko mitaani au mahali hapo unaweza ukasikia. Kuna minong'ono na nini. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuingia katika ulinzi wa kuwalinda watumishi wa Mungu kwa njia mbalimbali nilizowaambia. Mfano mmoja ambao nilisahau ambao ulikuwa ni wa pili ni kwamba ule utaratibu unao wa kimaisha tunapofanya ni mzuri sana. Ni mzuri sana. Moja wapo mfano nitaka kutoa ni wa tarehe 29 mwezi wa 10. Mimi hapa ningekuwa si karaba mnayemuona tarehe 29. Tarehe 29 mimi wakati natoka nyumbani saa 9:30 nikakumbuka kwamba wasifanye safari bila kanuni ya kiroho ambayo lazima nikabidhi. Wao nasema kwamba Bwana, maisha yangu yawe na thamani. Napokwenda maisha yangu yawe na thamani. Ukanipe kibali, sijui napokwenda maisha yangu yawe na thamani. Ni kanuni ya kiroho nimejiwekea. Nafanya kitu cha kwanza na mke wangu. Maombi ya kwanza kabla sijafanya chochote, hata kama nasafiri. Nilikuwa sijui kwamba tarehe 29 mimi sisomagi mitandao hii ya kijamii. Nimetoka nikasema nitakwenda nikapige kule kwa sababu nilituma kwenye system kwamba jamani naweza nikapika, sikupata majibu. Nikaenda huyo saa 12 sijui saa 2 niko Dar es Salaam. Nikapiga kura vizuri. Baadaye nikasema ngoja nifanye hili na lile. Yaani ningeweza kuuawa. Maana nilipita katika maeneo ambayo sikujua. Lakini kanuni ya kiroho na ile ambazo mchungaji anatufundisha kwamba uwe na utaratibu, ile kanuni ya kiroho ilinisaidia. Matokeo yake baada ya kurudi tarehe 29 nirudi baada ya siku 4. Kwa mimi ningekuwa, lakini Mungu akanifadhili kwa sababu ya kanuni za kiroho. Kwa hiyo hiki tunachofanya siku ya leo ni kanuni za kiroho. Hitimisho. Kuheshimu mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu Dr. Hamuli na wachungaji wenza, nasema bila kumung'unya maneno, ni kumheshimu Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapompa heshima zile nimesema mambo 5 kama umeweza kuandika. Unapoyafanya, hufanyi kwa ajili yake yeye mwenyewe, unafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Sasa basi sisi kana tukijua jinsi ya kutoa heshima maradufu kama ambavyo tumejifunza leo, itaendelea kutembea neema isiyokuwa ya kawaida katika maisha yetu kwa sababu ya kanuni ya kiroho. Haleluya. 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 Haleluya.
Nitaomba tusimame, alafu tufanye kitu fulani. Tumuombe mchungaji wetu kiongozi. Samani sana, uje usimame hapa na ubavu wako, mchungaji Faraja. Inawezekana wengine hata mjui tunaposema mchungaji kiongozi amjui. Huyu ndio Dr. Joel Hamuri. Naomba usimame hapa katikati. Mchungaji huyu anabebwa pamoja na wachungaji wenza wake. Naomba muweze mkampambe huku na huku. Karibu wachungaji wenza. Karibu. Bebe huku na huku. Kanisa, kwa imani tunakwenda kuwabariki watumishi wa Mungu. Na ninyi mtanifuatisha katika baraka hizi. Nyosha mikono yako juu ukielekeza kwa watumishi wa Mungu hawa. Nyosha mikono yako. Nyosha mikono yako. Takuwa nikisema ninyi mnarudia. Bwana awabariki na kuwalinda wachungaji wetu. Bwana awangazie nuru za uso wake na kuwafadhili wachungaji wetu. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani wachungaji wetu. Sasa omba kwa ajili ya neema tele. Kila unachofahamu kilicho kizuri, omba kwa ajili ya watumishi hawa. Omba kwa ajili ya Dr. Joel. Omba kwa ajili ya mchungaji Faraja. Omba kwa ajili ya Pastor Kisungu. Omba kwa ajili ya mke wake. Omba kwa ajili ya Mboy. Bwana, sisi ni akina nani? Tumekuja mbele zako kuwainua watumishi wako hawa, wapakwa mafuta ambao leo hii Bwana umewafanya kuwa viongozi wetu. Asante kwa ajili ya mchungaji Joeli. Asante kwa ajili ya Faraja. Asante kwa ajili ya mchungaji Mboy na Pastor Kisungwe na mke wake. Bwana, tumejifunza kwamba wanastahili heshima maradufu. Bwana, tunawainua kwako. Tunawainua kwako Bwana. Ukapate kuwalinda, ukawatunze Bwana. Bwana, tunawapenda, tunawahitaji, maana hii ni zawadi kutoka kwako. Ni wewe umetupa neema kuwa na watu wako hawa. Maana Mungu mwaleta kwa wakati maalumu. Maana Mungu mwaleta kwa ajili yetu, kwa ajili ya roho zetu. Wanakesha, wanaomba kwa ajili yetu. Bwana, tunawainua mbele zako. Tunainua mbele zako. Usikie maombi ya watu hawa. Usikie maombi ya watu hawa. Usikie maombi yetu Bwana. Usikie maombi yetu Bwana. Tunatamani neema isiyokuwa ya kawaida. Tunatamani nguvu na uvuvio usiokuwa kawaida. Tunatamani uwezesho usiokuwa kawaida. Tunatamani kibali kisichokuwa cha kawaida. Fanya Bwana, ukawahudumie, ukahudumia maisha yao, ukahudumia watoto wao, ukahudumia nyumba zao, ukahudumia huduma zao, ukawahudumia Bwana, ili tuweze kufaidi. Tusaidie sisi Bwana, tuweze kutokuwa mzigo, tukafanyike neema na baraka kwa ajili ya watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Mshangilie Bwana Yesu tena. Amen. Mungu akubariki sana mzee wetu wa kanisa, mzee Karaba, kwa neno zuri la uzima. Heshima maradufu kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja amesikia ujumbe huo na kila mmoja ataufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaendelea na ibada yetu. Sasa ni wakati wa kumtolea Mungu sadaka zetu. Andaa sadaka yako nzuri wakati tunapokwenda kumtolea Bwana.
Amen. Basi utaratibu wetu wa kutoa sadaka leo utakuwa tofauti na ule tuliokuwa tumeuzoea siku za nyuma, kwa sababu ya mazingira ambayo tuko nayo sasa ya jengo letu zuri la kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sasa utaratibu wa kutoa utakuwa hivi, naomba mnisikilize basi kwa makini. Wale ambao tuko upande huu, kikapu chetu kitakuwa ni hiki hapa. Kwa hiyo wale ambao tulikuwepo kwenye ibada ya kwanza mnaweza mkakumbuka, lakini wale waliokuwa upande huu, mtu wa mwisho kabisa, basi kule utaanza, utazunguka, utatoa sadaka yako hapa, and then baadaye unapita hivi pembeni, unarudi kwenye kiti chako. Na vivyo hivyo tuliokuwa upande huu, uliokuwa mwisho kabisa kule, basi utakuwa unatoka, unakuja, unatoa sadaka yako hapa, alafu unapita huko, unaenda kule mwisho, unarudi kwenye kiti chako, unakaa. Kwa hiyo kundi hili na kundi hili tutatumia chombo hiki hapa, na ashazi watakuwa wanatuongoza. Na vivyo hivyo tuliokuwa upande huu wa kushoto, tuliokuwa upande wa kushoto, yule aliyekuwa mwisho kabisa upande wa kundi hili, basi atatoka, atapita hapa katikati, atatoa sadaka, atapita njia pembeni, atarudi, ataenda kukaa kwenye kiti chake. Na hivyo hivyo ambao toka upande huu, aliyekuwa kwenye kiti cha mwisho atatoka kule, atakuja, atatoa sadaka, atapita, atarudi, ataenda kukaa katika kiti chake. Ushers watakuwa wanatuongoza. Nafikiri imeeleweka Amen. Basi tutaenda kutoa sadaka zetu za kawaida. Tutaweka katika vikapu hivi, lakini vile vile kama umekuja na mafungo ya 10 utaweka kwenye kikapu. Sijaona kikapu kwa ajili ya ujenzi, tutaweka humu katika vikapu hivi ambao tumeviweka hapa mbele sadaka zetu. Lakini kama umekuja vile vile na ahadi kwa imani, vile vile utaweka kwenye bahasha. Na ushers, naomba basi unaweza kunyosha mkono wako wewe ambao unahitaji bahasha, ushers watakuhudumia. Basi kabla hapo, naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Boy aweze kuomba kabla tujaenda kwenye utoaji wa sadaka. Amen. Basi kabla tujaomba, kama ambavyo katibu amesema, mistari hii na hii tutakuwa tunanyanyuka kwa pamoja. Kwa wale wa nyuma tunanyanyuka kwa pamoja na tunapitia hapa katikati. Yule mtu wa mwisho na yule mtu wa mwisho mnanyanyuka kwa pamoja, mnakuja. Kisha toa upande huu, unazungukia huku, wa hapa tunapitia hapa, tunarudi. Na upande huu wa mwisho kabisa hapa na kule mnanyanyuka kwa pamoja. Unakuja, unapitia hapa, wa upande huu unarudia hapa, wa huku tunapitia hapa kurudi kwenye siti zetu. Basi tuombe kwa ajili ya kumtolea Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya muda mzuri ambao umetupa kuendelea kukuabudu wewe kwa njia ya matoleo. Bwana, tunaomba utusaidie na utuwezeshe kukutolea wewe Bwana kwa moyo wa kupenda kutoa kama ambavyo umetuagiza, na ukapokee sadaka zetu Bwana kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Praise. Karibuni kwa ajili ya kutoa sadaka zetu.